Za mchana wanafunzi wenzangu, waheshimiwa walimu, HP na nini nyote kwa ujumla. Kwanza kwa majina naitwa Kuvet Fabian Sinkuya, ni mwanafunzi wa kidato cha 6, mchepuo wa History, Geography na Kiswahili, yaani HGK. Basi baada ya kusoma vitabu mbalimbali na kupitia makala mbalimbali za waandishi mbalimbali wa vitabu katika pitapita zangu na kusoma vitabu mbalimbali, basi nilikutana na kitabu kimoja ambacho kimeandikwa njia 16 alizozitumia Yesu mpaka akatoboa. Basi na mimi katika hizo njia 16 nikasoma na kuzipitia kwa umakini njia 16 alizozitumia Yesu mpaka akatoboa. Basi mimi nikasoma na nikazichukua njia 5 kubwa alizozitumia Yesu ambazo sisi sote hapa zinaweza zikatufaa na zikatuhusu. Njia ya kwanza, ukitaka kufanikiwa anzia padogo. Njia ya pili, usiogope kuwa tofauti, ogopa kuwa wa kawaida. Njia ya tatu, kuwa focus. Na njia ya 4, jipange kabla hujapangwa na usije ukapangwa. Na njia ya 5, acha papara. Basi nikianza na njia ya kwanza, ukitaka kufanikiwa anzia padogo. Sisi tulio wengi wanafunzi tupo tofauti katika namna ya kupokea vitu, tuko tofauti katika namna ya kushika vitu, na kila mmoja wetu hapa ana struggle kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine ya kimafanikio, hasa katika masomo. Tulio wengi tunatamani kufika sana zile alama za juu. Kwa mfano, mtu yupo katika alama F, ana struggle kujitoa hapo, lakini anatamani apate 80. Hapana, anza kwanza kujitoa hapo kwenye F, nenda kwenye D, nenda kwenye C, alafu then ndio upande kwenye hiyo alama ambayo unaitamani. Maisha ndio yanahitaji vitu kama hivyo, mafanikio yanahitaji vitu kama hivyo. Hayahitaji haraka sana. Mafanikio ni hatua, process. Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe, anzia na kile kidogo. Anza na namba 30 B, ujitoe kwenye F. Nenda kwenye 45 C, ujitoe kwenye B. Nenda kwenye 65 B, ujitoe kwenye C, na uende huko juu kwenye hiyo A ambayo unaitamani. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo Yesu aliitumia. Yesu alianza na mitume 12. Hakuanza na kundi kubwa la watu, lakini leo hii ana wafuasi zaidi ya bilioni 2 duniani, lakini alianza na wafuasi 12, mtaji mdogo. Leo hii ukiulizwa, wewe ukimaliza shule utaenda mtaani kufanya nini? Una nini ulicho nacho? Wengi tuliopo hapa hatuna majibu ya nini tulicho nacho ambacho tutaenda kufanya mtaani. Lakini mimi nikiulizwa ni nini mtaji ulionao wa kwenda nao mtaani, mimi kwanza na mtaji nilionao, elimu ni mtaji wangu wa kwanza. Kwa hiyo hichi kidogo nilicho nacho ndio nitakachoanza kuanza nacho. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, nimesema hivi, usiogope kuwa tofauti, ogopa kuwa wa kawaida. Kuwa wa kawaida ni nini? Kuwa wa kawaida ni hiyo hali ulionayo iliyozoeleka. Yaani ukizoeleka kuwa hivyo, maana kila mtu amekuzoea wewe ukiwa katika hali hiyo. Hutaki kujitofautisha, unaogopa kuwa wa tofauti, kwamba nikiwa wa tofauti mimi nitaonekana mtu fulani. Kuna mtu anasomwa sana kwa sababu maybe anaamka saa 8 kujisomea kati ya watu ambao hawaamki huo muda. Hiyo ni ya tofauti. Lakini kuna mtu yeye anaogopa kuamka kwa sababu atasemwa. Manake wewe umekubali kuishi kikawaida, na kuwa kawaida kwenye maisha ni hatari zaidi. Kufa katika hali ya ukawaida, jamii kuzoea. Yesu hakuwa wa kawaida. Yesu hakuwa wa kawaida kwa sababu baba yake alikuwa seremala, na yeye angeamua tu kuwa seremala kama baba yake. Kuna wengi sisi hapo kiulizo utakuwa nani, na mimi nitakuwa mkulima kwa sababu baba yake analima. Kilimo baba yake kinamlipa. Wewe utaenda kwenye kilimo na hakita kulipa kwa sababu umechagua kuwa wa kawaida, kuishi ukawaida huo ulionao. Kwa hiyo hata mafanikio darasani yanakuja tu pale utakapoamua kujitofautisha
na wengine. Kujitofautisha kivipi? Kwamba mimi nachagua namna ya kusoma ambayo ni hii hapa, ambayo ipo tofauti na wengine. Aidha uchague namna ambayo ya mtu yule ambaye anafanya vizuri, ambaye naye yuko tofauti na yeye, yeye tofauti kama yule pale. Usiogope kuwa wa tofauti, ogopa kuwa wa kawaida. Lakini njia ya tatu ni kuwa focus, kujikita kwenye vitu. Tulio wengi sisi hapa tuna struggle katika masomo kwa sababu tumebeba vitu vingi sana kichwani. Hatujajikita na kitu ambacho kimetuleta hapa. Waliokuwa focused, mtu ambaye yuko focused akiingia pale getini anajua hapa amekuja kufanya nini. Huyo lazima afanikiwe. Yaani ukishajua tu shuleni umekuja kufanya nini, lazima ufanikiwe. Tunashindwa kufanikiwa, tunashindwa kufika zile alama ambazo zinatakiwa ni kwa sababu hatujajikita katika usomaji. Tuna mambo mengi kichwani. Tuna mambo mengi kichwani. Ukitaka ujue Yesu alikuwa focus, nenda kasome Luka ile sura ya 8 mstari wa 9 mpaka 21. Pale wanaeleza namna ambavyo Yesu alikuwa focused. Na kasome ile sura ya 8, Yohana 8, ile sura ya 8 mstari wa 3 mpaka wa 9. Utajua namna ambavyo Yesu alikuwa focus. Alikuwa focus kwa kweli na ulimwengu. Kazi iliyomleta kwenye ulimwengu. Na ndio maana akafanikiwa. Hakuwa na mambo mengi. Kazi iliyomleta kwenye ulimwengu alifanya, akaondoka akiwa amefanya vizuri, na ndio maana ameacha alama kubwa. Watu wengi ambao wanafanya makubwa duniani ni wale ambao wapo focus na hivyo vitu. Ukisikiliza watu wakubwa duniani, ukisikiliza watu ambao wamefanya mambo makubwa duniani, ni watu ambao wamefanya vitu vikiwa focused, walifocus kwenye hicho kitu. Sisi tukiwa hapa shuleni, njia ya kutoboa kimasomo ni kujikita kwenye kusoma. Usiwe na mambo mengi. Na wakati unawaza vitu, jitahidi kuwaza kitu kimoja kwenye ubongo wako. Kuna vitu vitatu. Kuna kitu kinaitwa conscious, subconscious na unconscious. Conscious ni ubongo wa kawaida, lakini subconscious ni moyo ambao ni roho ambayo inapokea kile ambacho unakiwaza. Like unconscious ni hali ya juu kabisa, ulimwengu wa juu kabisa ambao wa ndani kabisa, ambao unapokea na kutoa majibu ya kile ambacho wewe umeishirikisha subconscious. Tulio wengi tunashindwa kupata matokeo na majibu ya vitu ambavyo tunaviwaza. Kwa sababu gani? Tunawaza vitu vingi, tunaipa kazi kubwa subconscious, namna ambayo inapeleka mambo kule kwenye unconscious, tunaletea vitu vya ajabu. Ukitaka kutesti hivyo, anza kuwaza vitu vibaya na uone namna ambavyo vinakutokea. Kuna mwanafalsafa mmoja alisema kwamba ukitaka kutesti na kufanya practice, chukua mshumaa, kaa kwenye chumba chako, alafu utazame ile mshumaa, anza kutema vitu ambavyo wewe vitamani kuvifanya au unavitamani uvifanye, alafu uone asubuhi ukiamka unapata nini. Unaanza kupata yale majibu na njia za kutatua nini unatakiwa ufanye katika hayo mafanikio ambayo unayataka. Hiyo ni njia ambayo tunasema kuwa focused. Lakini njia ya 4 ni jipange, usije kupangwa. Narudia tena, jipange, usije kupangwa. Kitu chochote kile, mafanikio yoyote yale, unatakiwa ujipange. Yesu Kristo mwenyewe alijipanga, aliondoka kwao akiwa na miaka 12. Je, tujiulize, hiyo miaka 18 alikuwa wapi kabla hajaanza kazi yake ya kuhubiri? Alikuwa huko anajipanga. Hakuja tu kiolela tu kwamba alianza tu kuhubiri from nowhere tu. Hapana. Kwa sababu ameleta, alikaa huko, alijifua kweli. Alipokuja, ndio maana kuna wakati alisema hivi, imeandikwa wapi kama akusoma? Manake alisoma, alijipanga. Na ndio maana kuna wakati alisema imeandikwa, kwa sababu alikaa huko, alijifua kweli. Kazi aliyokuja kufanya hakubahatisha. Na ndio maana alifanya nini? Alifanikiwa. Sisi tulio wengi hatujipangi. Tulio wengi hatujipangi. Wanasema hivi Waswahili, wakati mzuri wa kuziba paa ni wakati wa jua, sio wakati wa mvua. Tulio wengi sisi hapa wanafunzi tuna mazoea sana, ndio maana tunafeli mtihani. Unajiandaa kipindi cha mtihani. Yaani mtu wiki moja kabla ya mtihani ndio anajiandaa. Alafu anategemea akafanye wonders. Hakuna, wewe utawashangaza watu kwa kufeli kwako na sio kwa kuwashangaza watu kwa kufaulu. Hicho kitu hamna. Wakati mzuri wa maandalizi ni wakati hamna pressure mitihani. Mwanafunzi mzuri anajiandaa before,
Sio wiki moja kabla mtihani unaanza kupekua, unaanza kuwa na pressure na ulichosoma wiki moja kwenye mtihani akitatoka. Akiwezi kutoka kwa sababu umesoma vitu vichache afu mtihani na maanda mapana. Kwa hiyo tunatakiwa tujiandae mapema. Wakati wenzako wanapapalika na kufunua huku, wewe unakuwa unapitia tu summary na vitu kama hivyo hapo. Yesu alifanya hivyo vitu, alijiandaa. Kesho nzuri imeandaliwa na leo. Kesho nzuri imeandaliwa na leo. Yaani wewe kesho yako imeandaliwa na leo. Yaani mafanikio yako mazuri ya mtihani yanaandaliwa na miezi miwili iliyopita. Sidhani kama utaenda kufanya vizuri kwenye midterm kama ukisema miezi miwili iliyopita na unataka ujiandae siku karibu na mtihani. Hakuna kitu kama hicho. Utapata matokeo mabovu kila wakati kwa sababu unafanya kimazoea, huna maandalizi. Sasa wanasema hivi, usipojipanga watakupanga waliojipanga. Ndio unaenda kuwa tegemezi huko sasa. Unaenda kuwa mfanyakazi, mtumwa. Kwa nini wewe kujituma? Hiyo ni njia ya 4. Lakini njia ya 5 na ya mwisho ni acha papara. Usiwe na papara wakati wa kufanya mambo. Tulio wengi tunashindwa kufanikiwa kwa sababu tuna vitu vingi afu tunafanya olela. Tunapapa haraka kwenye mambo. Mafanikio hayahitaji haraka kama tulivyosema. Mafanikio ni hatua. Hakuna aliyeamka akalala akakuta yeye ni amefanikiwa. Hakuna. Hata wale wanaoshinda michezo ya bahati nasibu wala hawajafanikiwa kwa sababu hawajaenda kwa hatua. Mafanikio yanahitaji hatua, yanahitaji maumivu. Amesema dada aliyokuwa anamalizia hapa swala la tai kwamba kuna wakati tai anaingia pangoni huko kujificha huko, akifikisha miaka 40 hapo anaenda kujifua kule, kunyofoa yale madudu yale, ni maumivu makali ananyofoa kucha na kujipiga midomo. Akitoka tai kwa siku 40 anatoka akiwa na nguvu kubwa mno. Kwa nini? Mtoto anaishi miaka 70 anaongeza miaka 30. Kwa nini? Ameenda kujipanga kule. Tulio wengi tunapapara. Tai angekuwa na papara na kufa tu akiwa na miaka 40. Lakini kwa kulitangua hilo anatulia kwa sababu anahitaji miaka mingine aongeze. Mafanikio ya kusoma na kufaulu hayahitaji haraka. Kusoma ni hatua. Huwezi kuamka leo kwa kesho ukienda useme nimeelewa tu. Unajipanga. Namna ya usomaji, namna mimi akili yangu ilivyo, ubongo wangu unapokeaje? Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nitaka nishare na mimi jioni ya leo, na nimefurahi sana kuwepo katika hii session. Namshukuru sana Mwalimu Ibrahim na walimu wote ambao wamejumuika nasi na mimi wanafunzi wetu. Asanteni sana.